العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. Amma ba'du, tunaendelea na darasa yetu katika suratul Rum. Leo tutaondekea aya ya 7 aya ya 7 tuliona jana, inaitwa suratul Rum, na tukaeleza historia kidogo ya aya kuanzia ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayaghlibun. Ndio wameshindwa wa Roma katika nchi iliyokuwa karibu na nchi za Kiarabu tukazitaja, na wao baada ya kushindwa kwao watakuja kushinda, ndio katika muda mchache ujao, na tukaona na tukaelezea. Kwa hiyo leo tunaondokea na awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu samawati wal arda. Ni istifham ya inkari na taubihi hiyo kwa watu waliosoma balagha. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, hivi hawajifikiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, hivi hawajifikiri kuangalia ma khalaqa Allahu samawati wal ard, alichokiumba Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhini, wa ma bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, kwamba Mwenyezi Mungu hakuumba hayo illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki. Hawajifikiri wakatizama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi isipokuwa kwa haki, wa ajali musamma, na muda maalumu uliowekwa. Tutakuja kueleza wa inna kathiran minan nasi, na hakika wengi katika watu, biliqa'i rabbihim lakafirun, ni wenye kukanusha mkutano wa kukutana na Mola wao. Watu wengi sana bado hawajakubali kwamba iko siku watakutana na Mola wao, kwa namna tunavyowaona wanavyoishi hapa ulimwenguni. Tutaeleza. Awalam yasiru fil ardi, hawatembei duniani, fayanzuru, ili wapate kuona, kaifa kana akhibatu alladhina min qablihim,
vipi ulikuwa mwisho wa wale waliokuwa kabla yao? Kanu, walikuwa hao waliokuwa kabla yao, ashadda minhum quwwa, ni wenye nguvu zaidi kuliko wao, wa atharu al-ardha, na wakailima ardhi, wa amaruha, na wakaistawisha ardhi, akthara mimma amaruha, zaidi walivyoistawisha wao hawa wa sasa. Wajaatuhum rusuluhum, na kuna qiraa wajaatuhum rusuluhum cha Abi Amri, unaweza kusema wajaatuhum rusu kwa dhumma yasini, na wajaatuhum rus kwa sakini yasini, wasomaji Qur'ani. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na wakawaletea mitume yao hoja za waziwazi. Be ya taadia, tutaeleza. Fama kana Allahu liyadhulimahum, hakuwa Mwenyezi Mungu ni wenye kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa ni wenye kujidhulumu wenyewe. Thumma kana aqibata au thumma kana aqibatu, inategemea misafu imeandikwa aqibata au aqibatu, aqibata basi unaweza kusema wakana aqibatu kama tutakavyoeleza. Thumma kana aqibata alladhina asau su'a, kisha ukawa mwisho wale waliofanya ubaya, ankadhabu biayati llah, kuzikadhibisha aya za Mungu, wakanu biha yastahziuna, na wakawa kwa aya hizo ni wenye kuzicheza shere. Tutasoma mpaka hapo tu kwa sababu ya wakati, na leo kuna mvua. Jana tunaanza kusoma na kueleza sasa, tuwe makini. Tulisoma kisa katika mwanzo wa sura yetu ya kushindwa kwa taifa la Waroma, kushindwa na wale Waajemi, yani Wafursi. Kama tulivyoona, Waroma ni ahlul kitab. Tukisema ahlul kitab tunamaanisha ni watu walioamini kitabu cha Injili kilicholetwa kikamfikia Nabii Allah Isa ibn Maryam. Manaswara wao waliamini kitabu cha Injili, kama Mayahudi walivyoamini Taurati. Kwa hiyo ikisema ahlul kitab wanakusudiwa hawa Mayahudi na Manaswara, na wengine wakawatia na watu wa Nabii Allah Daudi, kwa sababu wao waliamini kitabu kinaitwa Zabur. Vitabu kutoka mbinguni vilivyokuja ni vingapi? 4 tu, At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan au wal Quran au At-Tibyan. Qurani ina majina mengi inaweza kuita Tibyanu, inaweza kuita Furqan, inaweza kuita Burhan, inaweza kuita Quran na kuendelea. Kwa vitabu vilivyokuja ni vingapi? 4. Nabii Allah Musa alayhi salam aliteremshiwa Taurati. Isa ibn Maryam akateremshiwa Injili. Wakavichanganya hivi vitabu viwili, Taurati na Injili, vikaitwa Bible. Wakaweka mle ndani Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale kwa maana ya nini? Taurati, Injili, Agano Jipya. Wakaweka humo, na bahati nzuri wakayatoa maneno mengi kutoka kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaweka maneno ya wanachuoni wao. Ndio wao wanaoita, kuna Marko, kuna mwingine Luka, mwingine Matayo, mwingine Yohana, mwingine Barnaba,
wakatoa majina ya Mungu, maaya ya Mungu yale wakaweka maneno ya watu. Ndo kitu kinaitwa kisheria at-tahrif. Tahrif ni ile kuichakatua au kuvichakatua vitabu vya asili vikawa hivi vilivyo sasa. Sawa, kitu ambacho Qur'ani imekataa. Qur'ani imekataa kuchakachulika, na kila alojaribu kuichakachua Qur'ani alifeli yeye mwenyewe, akacheka akaenda zake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa na maneno mengi ya kuonyesha kwamba hiyo haichakachuliki. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, mbele, fa'tu bi suratin min mithlik wad'u shuhada'akum min dunillah, mpaka mwisho, in kuntum sadiqin. Akasema fa in lam taf'alu, kisha akasema walan taf'alu. Mungu akasema wazi, ikiwa mnashaka kwa hii Qur'ani tunayoiteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi leteni yenu, tena sio yote, angalau sura. Kuna sehemu nyingine ameambiwa japo aya leteni, akasema fa in lam taf'alu walan taf'alu, msipofanya na kamwe hamtofanya. Msipofanya na kamwe hakuna mtakayeweza kufanya. Akaambia fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin, kitu kama hiyo. Ogopeni moto bwana. Kwa hiyo Qur'ani imekataa. Sisi tunaotembea katika miji tofauti tunashangaa, kila unapokwenda alhamdu inabaki alhamdu ile ile. Ndani ya miaka sasa mingapi? Karne 10 na karne ngapi sasa? Hii mwaka 1400 ni karne ngapi? Karne 14 15 1447 tushaingia. So mchezo, hata ingia kwa karne 10 tu. Ndani ya Qur'ani hakuna zilipendwa kwamba aya hii ya zamani kila siku inna a'tainaka al-kauthar, hii zilipendwa, hii tulete inna nyingine ya mpya. Yani inabaki inna a'tainaka, kila ukisikia utadhani inashuka sasa. Cha ajabu, inna a'tainaka hiyo ndio hiyo kila sehemu. Ukienda China, si wale wanasema Kichina hawana ya inna a'tainaka, hiyo inna a'tainaka. Tunao ndugu zetu wakina Mursalina hawa Warangi lugha yao ina re nyingi, lakini yani ukitaka kujua Kirangi kwanza kahifadhi re, lakini inabaki ina hapo inaka ile. Sawa, Qur'ani imekataa. Mwenyezi Mungu kasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu, sisi tunaiteremsha Qur'ani. Adhikru hapa ni katika majina ya Qur'ani. Moja katika majina ya Qur'ani nini? Adhikru, an-nur, al-kitab. Azasema sisi tunaiteremsha Qur'ani wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutaihifadhi, na sisi kwa hiyo Mungu ameiteremsha Qur'ani na amehifadhi. Tena leo niwaambie kitu kizuri kidogo. Sisi kikubwa tunachotakiwa tuisome Qur'ani, tuijue, kisha tuitumie. Tufanyaje? Tuitumie. Juhudi zetu sisi ziwe katika kuisoma Qur'ani na kuijua vizuri na kuitumia. Habari ya kuhifadhi mwachie mwenyewe Mungu, wala usitumie juhudi kubwa katika kuhifadhi Qur'ani. Nasema kidogo dogo hapo. Leo imekuwa juhudi kubwa
kuhifadhi Qur'ani pasi na kuijua. Jafari huyu anajuzu karibu 20 au 30, zote hazijui, lakini kazihifadhi. Ukimwamsha saa 8 za usiku anaijua. Ukimpiga kofi Jafari yule, aya yote ukimuuliza anakuambia iko sura gani. Na Umari Bago na mimi na wewe, sio hoja. Hoja unaitumia, unaiishi. Tabia zako ni zilizomo katika Qur'ani. Na Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardhaha aliulizwa, akaambiwa sif lana Rasulullah au sif lana khuluqa Rasulillah au kama suilat, kama alivyoulizwa, hebu tutajie tabia za mtume zilikuwaje. Jawabu lilikuwaje? Kana khuluquhu alquranu, kana khuluquhu, zilikuwa tabia za mtume wenu ni Qur'ani. Ay li annahu kana Qur'anan yamshi fil ard, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Qur'ani yenye kutembea, mobile Qur'an, mobile Qur'an. Hicho ndio kinachotakiwa. Umehifadhi kuhifadhi, lakini ule kama Qur'ani inavyokutaka ule, unywe kama Qur'ani inavyokutaka unywe, uvae kama Qur'ani inavyokutaka uvae, uoe kama mwanamme, uolewe kama mwanamke kama Qur'ani inavyotaka, uuze na kununua kama Qur'ani inavyotaka, uajiri watu na kuajiriwa kama Qur'ani inavyotaka, ulale na kuamka kama Qur'ani inavyotaka. Maisha yako yote iwe nini? Hudan lilmuttaqin. Imeeleweka vizuri eh? Kwa hiyo Qur'ani itabaki kuwa ni Qur'ani mahfuz, kwa sababu Mungu mwenyewe amesema mimi ndio nateremsha Qur'ani na nitaihifadhi, itabaki mpaka siku ya kiyama. Mkihifadhi msihifadhi, mimi naihifadhi. Juhudi, nasema narudia tena, nasema narudia tena, nasema narudia tena, fanyeni juhudi mkaijue Qur'ani na muishi Qur'ani. Hakikisheni mna walimu wengi wanaojua Qur'ani wa kusomesheni nyie na watoto wenu, majumba yenu yatawaliwe na Qur'ani. Ndicho kinachotakikana. Tahfidhi al-Qur'ani mwenyewe Mungu subhanahu wa ta'ala. Wajanja wanachokifanya kikubwa sasa hivi, neno baya hili kidogo nalisema, nyie muhifadhi sana Qur'ani lakini msiishi ki-Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna vitu mle. Ndani ya Qur'ani kuna sheria. Nendeni mkahukumiane kwa sheria ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna kuabudu. Nendeni mkaabudu kama inavyotaka Qur'ani. Na hicho ndio kikubwa. Lakini ndani ya Qur'ani kuna siasa. Nendeni mkawe na siasa kama za Qur'ani. Maisha yenu yote we Alif Lam Mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aya, namaliza kipengele hicho kwamba Qur'ani ni kitabu miongoni mwa vile vitabu vingapi? Vinne, kilichokataa kuchakachulika, kilichokataa. Lakini vingine vyote vimekaribia kuwa havipo, bali kuna maneno ya watu. Kuna maneno ya Mathayo, maneno ya Marko, kuna maneno ya Barnaba, kuna maneno ya Luka, kuna maneno, lakini maneno ya Allah yamebaki katika Qur'ani. Wakitaka mkitaka, wakikataa mkikataa, ndio hivyo hivyo. Na mwenyewe kasema vitabu vyote vinavyoandikwa, hata mimi naandika sana vitabu, lakini mwisho nasema wa intajib aiban fasudda al-khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Yani naandika kitabu changu hichi kama mwanadamu, kuna makosa, ukiyakuta makosa humu ni sitiri, kwa sababu asiyokosea ni Mungu peke yake. Vitabu vyote, magazeti yote yanaandikwa hivyo, lakini kitabu cha Qur'ani Mungu hakusema mkikuta aibu, kasema dhalikal kitabu la raiba fihi, ubingwa kabisa, kitabu hakina makosa. Msalini Mtume Muhammad basi.
Lakini cha ajabu anasema kitabu hakina makosa hichi, kitabu hakina shaka. Sisi tuloletewa ndio tuna mashaka nacho, tunakitia makosa sisi. Wajinga kabisa. Mmenielewa sijui au mjielewa? Vitabu vyote mlivyosoma mashule vina mwisho inakuja content ndogo, anasema ukikuta makosa humu ni sitiri, mimi ni mwanadamu, asiokosea ni Mungu. Mwenyezi Mungu anasema dhalika alkitabu la raiba fi. Mbele akasema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu alafu qayyiman liyundhira abda. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu, yani ameteremsha kitabu Mungu akina jongo jongo, ndo iwaji, hakuna kubabaisha, hakuna tantarira kwenye Qur'ani. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya Qur'ani hiyo, ama Qur'ani hii inaongoza mambo hivi, yamenyoka. Vitabu vingi unaweza kusoma vitabu vya mtunzi mmoja, huko anaandika huko anajipinga. Qur'ani haijipingi, labda uijui. Mwenyezi Mungu ajalie Qur'ani rabia qulubina wa shifaa sududina wa zahaba ahzanina wa kafara lisayiatina, na anawirisha nyoyo zetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hilo anasema idha kana hadha alquran fi ihabin, idha kana hadha alquran fi ihabi, ikiwa hii Qur'ani yote imeandikwa katika kigozi, ihab ni kigozi, thumma uhturikat mahtarakat, kisha kigozi kile kikatiwa kwenye moto ili kiunguzwe, hakitowaka. Ingekuwa mitani ingesema dada deki, lakini sisemi. Mtume amekuja hivyo, anasema lau Qur'ani yote imeandikwa kwenye kigozi cha mbuzi au cha ng'ombe au kondoo, kisha ukakichukua kile kigozi kile ukakitia kwenye moto, hakiwaki. Kuna wajinga walifanya hivyo. Walifaje? Waliandika Qur'ani nyingi katika msala hivi, waandishi wazuri, kisha akaenda kupiga moto, viliwaka vyote. Wakatoka akasema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya urongo, imewaka. Akatokea mtu mmoja akamwambia muelewi, maana yake sio hiyo. Ukitaka ulione zoezi hilo halifanikiwi la kuchoma Qur'ani iliyoandikwa kwenye kigozi, anza zoezi la kutafuta kila ilipoandikwa Qur'ani, futa dunia nzima, tembea na kila aliyohifadhi Qur'ani, hata Walidi al-Hadi muue, mtoto mdogo mkubwa, nenda kafute Qur'ani yote Dar es Salaam na wote waliohifadhi Qur'ani wadaa, mikoa 27 ya Tanzania, mikoa mingapi ya Kenya, dunia nzima, hakikisha hakuna Qur'ani iliyoandikwa popote, kisha baki na Qur'ani yako katika iongozi. Hapo ndo utamuona Mungu nani. Yani ibaki hiyo tu, ikibaki hiyo tu haitowaka. Lakini ikiwa utachoma hii, mimi ninayo, si iko huko bado. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu na mwenye kaisifu Qur'ani shifa'u linnas nur, ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, kitabu cha wazi. Lakini cha ajabu bwana, tunayo Qur'ani tuna njaa, tunayo Qur'ani tunaumwa, tunayo Qur'ani tunagombana, hatuelewani, tunayo Qur'ani tunateswa na kuteseka. Wenye Qur'ani, kwa hii Qur'ani kweli kweli akaifanyia mtu kazi, umtesi. fa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Anasema ukisoma Qur'ani hivyo ilivyo, hivyo itakiwavyo, tunakuweka kati yako wewe, tunaweka kati yako wewe na wasioamini na maadui zako hijaban mastura, pazia lenye kustiriwa. Mtu wa Qur'ani umfanyi kitu. Mwenyezi Mungu na sisi abdele katika hao. Hiyo inachotakiwa tuisome Qur'ani na kuifanyia kazi. Sawa Sasa
jana tuliona hicho kitu kwamba kuna watu wanaitwa ahlul kitab, nao ni hawa Warumi waliopambana na Majusi. Majusi sio ahlul kitab, ni taifa ambalo lilikuwa haliabudu Mungu, linaabudu nuru, linaabudu mwangaza. Tukatoa mfano hata hii taa, akija hapo Majusi anaisujudia ile. Hata tochi akiona kibatari kama una Mungu, wewe sema alhamdulillah. Wewe ingekuwa saizi unaabudu vipi yani? Maana hata sigara usingevuta, ngoja unaacha sigara moto, unaanza kuabudu ule moto wako wa sigara. Wale wanaitwa Majusi. Ndio maana tumefundishwa dua usema alhamdulillahi alladhi hadana bihadha wama kunna laula. Kila siku sema hivyo, namshukuru Mungu ameniongoza kumjua Mungu wa kweli. Saizi ingekuwa naabudu moto mimi. Unapita kwa mama ntilie unaabudu, unapita sijui kwa mama lishe unasujudu. Jua likitoka, mwezi, mwanangu si ungekonda Omar? Hatari sana. Maana kama hizi gari za siku zote zina taa. Kuna taa ya dashboard, taa ya radio, taa ya kuona ndani, taa ya barabarani. Sasa una misikiti mingapi? Lakini Uislamu ni dini takfifu. Nimkwambia Mungu mmoja tu. Mungu la ilaha illa Allah Muhammad, na ana takfifu nyingi sana, nyingi. Ni dini nyepesi. Juzi tulikuwa na Kigoma na baadhi ya wanangu, tukapita kule Mwaloni pwani ya, tukakuta dagaa limeanikwa. Unajua dagaa la Kigoma lile, yani limeanikwa kutoka hapa mpaka kule lango la jiji. Dagaa samaki mdogo kama kidole. Nikakumbuka maneno ya Mtume Muhammad sallallahu. Mtume aliulizwa kuhusiana na bahari, kwa maana na maziwa na ile mito, vipi? Akasema tahurun ma'uhu hilun maitatuhu, ni tahara maji yake bahari, maji ya bahari ni tahara, na maana kina maziwa pia, lakini ni halali mfu wake, yani mfu wa baharini na maziwani ni halali, na kwenye mito. Nikaambia lau si hadithi hii, hawa dagaa wote hapa leo haramu, kwa sababu wasingelika ili vaje, lazima uchinje. Na wewe unataka kula dagaa fungu moja, shati wapate wazima, uelekee kibla, kisha uwachinje. Unachinja dagaa ngapi? Na Ramadhani umetamani kufuturu dagaa? Basi dagaa mkubwa, uduvi, unamjua uduvi? Mduvi kile kiponzi kiduchu kama kucha hivi, kichwa chake utakiona na shingo yake ilipo. Sasa utamchinja na panga na kiwembe au na kitu gani? Huo ndio Uislamu kama utaki kuujua. Tahuru ma'uhu hilun maitatuhu, huo ndio Uislamu. Mwenyezi Mungu atubakishe katika Uislamu sisi na vizazi vyetu. Nimetaka kueleza hilo. Sasa walipambana wale watu Waajemi wasiokuwa na dini, wakawashinda wenye dini. Kituko hicho mushirikina wa Maka wakatoka oyehoye, wanafurahi, wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in kwamba ikiwa wale mushirikina wenzetu, mushirikina wamewashinda wanaoabudu Mungu wenzenu, na sisi muda mfupi si mrefu tutawashindeni. Kitu kile mtaani kwa wale waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu kikawatia unyonge, na wengine wakaanza watu wa kweli wanashindwa na waabudu moto vipi? Wanaanza watu vikao. Mungu akasema msio na wasiwasi, baada ya ushindi wao wale, kushindwa kwao, nao muda mfupi, haitopata miaka 9, haitozidi miaka 9 watashinda. Na kweli mwaka wa saba wakatokea vita, wakashinda. Tukio lile la kushinda wale ahlul kitab liliambatana na ushindi wa huku
wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake kuwashinda mushirikina wa Maka katika siku za Badri, mwezi wa Ramadhani kama hivi, mwezi 17. Ndio akasema wa hum min ba'di ghalim wadhalika sayafrahu. Unasemaje mbele? Mtafurahi baada ya ushindi wao. Usoma mwenye aya ya jana, wa yawmaidhin yafrahul almu'minun au mu'minin, mu'minun. Siku hiyo watafurahi waumini. Maana wana furaha ngapi? 2. Furaha ya kwanza ahlul kitabi wameshinda, na furaha ya pili wao huku pia wameshinda tena kwa kishindo, kwa sababu walikuwa wako 310 wakawashinda watu 1000. Nimependa nirudi hayo Sasa baada ya tukio lile ndio Mungu anauliza hapa, awalam yatafakaru. Baada hayo yote, na ndio tunaambiwa sisi vile vile, tafsiri inaanza hapo awalam yatafakaru fi anfusihim, hawajifikirii wenyewe kwamba ma khalaqa Allahu samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, illa bil haqq, isipokuwa kwa haki. Tukae tufikiri, tuchekeche, manake fikiri. Wanasema atafakuru saa ibada, kufikiri muda mfupi ni ibada. Hebu kaa siku moja chekecha, usiache tu. Ibada kubwa ni kufikiri, ibada kubwa ni kufanyaje? Leo mambo yetu hayendi kwa sababu hatujipi muda wa kufikiri. Sisi tunawaza sisi ni wengi wa mawazo, lakini sio wengi wa fikra. Kuna tofauti ya kuwaza na kufikiri. Ukifikiri unakwenda katika solution na ufafanuzi wa mambo, lakini ukiwaza unakwenda kwenye kujinyonga na kujikataa. Nirudie, ukifikiri unakutokea katika upambanuzi wa mambo ukitumia fikra zako, lakini ukiwaza mwisho unakata tamaa, unasema kizungu why me, kila siku mimi tu. Wewe umewaza. Umeelewa? inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mbele, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, wanafikiri katika mbingu na ardhi kuna nini. Mungu ameumba mbingu na ardhi. Mwisho wanapata solution, wanasema rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Naona natija ya fikra. Ukifikiri mbingu ukaitizama sawa, unaitizama mbingu na ukubwa wake na ilivyokuwa so strong, imesimama, haina nguzo, haina mpasuko. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqa almauta liyabluwakum ayyukum wa huwa al-azizu, mbele, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ameumba mbingu 7 zimebebana tibaqa, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Naona mbingu hii ya mwisho hii, kuna juu ziko 6, na kati ya mbingu kwenda mbingu nyingine ule uwazi ni mwendo wa miaka milioni 70 na kitu. Na mark ya mbingu kutoka hapa unapoiona mpaka hapo itakapoishia mwendo wa miaka milioni 70. Unafikiri kama hii rufu yako, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, zimebebana. Ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut, tangu ilivyoumba huoni tofauti. Farji albasara hal tara min futur, rudisha kutizama, je utaona mpasuko. Leo mmepiga rangi hapa, ilikuwa ushaoza hiyo rufu. Hiyo ina miaka si mingapi tu, lakini ishaoza. Mbingu tangu imeumbwa iko vile vile, no kupiga rangi wala kupiga chupio wala kuleta, na rangi yake haichushi. Mungu ametafuta rangi ambayo yenyewe haimsi kila siku ya blue. Binadamu ana kawaida ya kuchoka rangi Ndio maana tunaona nyumba yako siku nyingine umepaka rangi nyeupe, siku nyingine rangi nyeusi, siku nyingine ya blue. Juzi nimeona nyumba moja ina rangi utasema keki ya birthday. Rangi za kizungu hizi.
yote kuhangaika kutafuta rangi mpya tu. Mungu tangu siku alivyoumba mbingu akapiga rangi ile mpaka leo ndio hiyo, na mtu akipiga nyeusi utamuua. Utaona unani tena katia nyeusi hapa. Sasa unatakiwa ufikiri. Fikiri. Ukifikiri hivyo utamuona Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayati liulil albab. Katika kuumba mbingu na ardhi na tofauti ya mchana na usiku kuna dalili za uwepo wa Mungu, liulil albab, kwa wenye akili. Ni wakina nani wenye akili? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, ni wale ambao wanamwabudu Mungu katika hali zao zote, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lakini mwisho wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, wanajipa muda wa kufikiri katika umbile la mbingu na ardhi. Mwisho wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakin. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Nenda kafikiri, sio naenda unafikiri mpira Simba na Yanga tunakaa itakuwaje mwaka huu na calculator yako mahesabu. Unafikiri nini? Nenda kafikiri mbingu na ardhi. Tumsalim Mtume Muhammad. Nenda kamfikiri Mungu. Sawa? Hapa Mungu asema awalam yatafakkaru fi anfusihim, hawafikiri katika nafsi zao wenyewe kwa wenyewe. Hebu kajifikirisheni. Mungu anasema, anaona ajabu. Kwa nini hamjifikirishi? Na mkaona kwamba ma khalaqa Allahu samawati wal ard, Mwenyezi Mungu akuumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi. Ndio sisi, kama jicho lako halina elimu ya kuweza kukufikirisha kati ya mbingu na ardhi, kaa wewe mwenyewe. Wewe ni mabaina samai wal ardhi. Hebu jitizame wewe mwenyewe, macho yako, ndevu zako, pua yako, kifua chako, mkono wako, namna Mungu alivyokuchonga vizuri. Umekuwa so handsome kama mwanamke, so beauty, yani ni mtu. Hebu kajitizame na maisha yako isiaka. Acha mbingu na ardhi. Kule katika maneno mengine kasema wa fi samai ayatun lilmuqinin, huko mbinguni kuna dalili kwa wataalamu na watu wenye yakini. Lakini wa fi anfusikum afala tubsirun, nyie wenyewe hamuoni Mungu. Yani hamumuoni Mungu katika nyie wenyewe. Kaa mwenyewe ujione, utamuona Mungu. Inafika wakati unasikia njaa, inafika wakati umeshiba, inafika wakati umelala. Hebu jitazame hapo ulivyokaa namna hiyo. Mungu muone hapo? Yani umejitight hivi. Yani hiyo ni staili ya kujipiga jeki, wendi huku wala huku umekana. Mungu huyo. Allahu akbar. Ndio wa fi anfusikum, ndio wama bainahuma. Jitizame na wewe. Jitizame. Ulikuwa na nywele nyeusi zimekwenda Jafari, za nywele nyeupe. Nani kazipaka rangi nyeupe? Na wote hakuna mtu mwenye mvi nyeusi. Mvi zote ni nyeupe. Waswahili nywele zao zote ni nyeusi, wazungu nywele zao zote njano. Usimeleka. Sasa katika zile zinazoitwa nywele, kuna nywele kipilipili, kuna nywele singa, kuna nywele kinyoronyoro, kuna nywele hata ukiichana vipi haichaniki. Ipake mafuta atakavyoipaka imekunja tu. Sawa? Mimi najinyoa mwenyewe mara moja ndio naenda salon, kwa sababu mimi ukininyoa nywele zote uzipati, zinapeperuka kama unga, hazikai chini nywele. Allahu akbar. Wewe alikuweka nyusi hapa nani? Hebu sasa nenda kazitoe hizo kama jiwe. Hiyo ndio mabainahuma, ndio wa awalam yatafakkaru fi anfusihim wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ardi wama. Kajitizame wewe wakati wewe uko baina samai wal ardhi. Lakini nenda katizame mengine yalikuwa kati ya ardhi. Mwenyezi Mungu atujalie fikra bora. Nazungumzia fikra kwa ukali kidogo kwa sababu leo vita inayotumika sio vita tena ya silaha. Sio vita ya nini? Ya silaha kuangusha Uislamu na maadili ya Kiislamu, bali inatafutwa fikra. Vita iliyokuwepo leo inaitwa al-ghazwu al-fikriyu, vita vya kifikri. Bora mtu akupige risasi kuliko akakupiga kukutumia fikra yako, akakubabaisha, akakugeuza. Kuna watu wengi leo wamegeuzwa fikra zao. Nafikiri vizuri. Hafikiri
vizuri kabisa. Hata ukimfikirisha hafiki, ndio ushampata, kimegeuzwa kila kitu. Maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wana uradi na wajibu wa kuitana mara kwa mara juu ya kufikiri. Mwambia taalu natafakaru sa'atan, taalu natafakar, jamani njooni tupate muda wa kufikiri japo kidogo. Wanahudhurisha jambo fulani la kijamii, kisha wanakaa wanachangia fikra juu ya lile, fikra salim, alfikru mustaqim, wanapata kitu wanakwenda. Na ndio maana dini ikafika mpaka leo. Dini hii imefika huku kwa sababu ya fikra za kiswahaba. Hawakuwa na kompyuta, hawakuwa na simu, hawakuwa na ndege, hawakuwa na wino, hawakuwa na chochote, lakini walikuwa wana afkaru mustaqima. Vipi sasa wapeleke dini huku? Wakafikiri vyema, dini ikatufikia. Leo sisi wenye fikra mgando tumeletewa kitu kinaitwa smartphone. Nini? Inaitwa simu janja. Simu janja ndio smartphone. Kwa hiyo sisi wote tumeshindwa ujanja na simu. Nitizameni, msiogope. Wote sisi tumeshindwa ujanja na simu zetu. Fikra zetu zote leo zipo kwenye simu. Mtu akiamka asubuhi baada ya kushika Qur'ani ili aifikiri leomo, leo Tundu Lissu vipi leo? Tundu Lissu yeye hapo tumekwama. Wote nyinyi mna simu wote, na zikipotea simu zenu wote na nyinyi mnapotea. Mwaka jana na kitu kama hivi, kuna mtu hapa kaenda kutawadha kule akarudi, na mimi tumekuja sawa sawa hapa msikitini, tunaingia kuswali. Mursalina keshaanza kuswalisha sura ya pili, sura ya tatu, na mimi na yule mwenzangu tumeingia pamoja, tunatokea kutawadha, tunapiga takbiratul ihram, Allahu akbar, na yeye kapiga yule mwenzangu. Ghafla na anajisachi, kisha funga swala, Allah, nimeiacha. Karudi kule kurudi kaunganisha baba, alhamdulillah, mara kida anaiweka simu yake, inna lillahi. Unajua kwa nini? Mpaka hiyo swala yenyewe anaoswali iko mle kwenye simu. Huyu hata ukimuuliza jina lako nani, mpaka angalie, mimi naitwa ana Google naitwa Walidi Alhadi Umar Kawambwa. Tumeshindwa ujanja na smartphone. Mungu ametupa fikra. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub wa yatafakkaruna. Mungu atupe fikra mustaqim. Kwamba Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi isipokuwa kwa haki wa ajali musamma. Haki hapa kwa maana ya malengo maalum, kwamba Mungu hakuumba abathan, kajiumbia tu. Kuna malengo maalum na anayajua na ametujulisha, sawa, ili tupate kumwabudu. Wa ajali musamma, na kwa muda uliowekwa. Pamoja na ugumu wa ardhi na mbingu na vilivyomo humo, lakini vina muda wake. Ukifika, hii neno ajalu musamma limetajwa katika Qur'ani kama mara 27 hivi, kukuzindua wewe na mimi kwamba tujue kila kitu kina muda wake. Using'ang'anize kila kitu, ukishafika huo muda kile kitu hakipo. Wewe upo, mimi nipo, iko siku hatutokuwepo. Lijumba hili lipo, iko siku halitokuwepo. Hizo kelele, iko siku hazitokuwepo. Ajalun musamma. Mungu ameweka maisha yetu ila ajalin musamma, katika muda maalum alioweka. Fa idha jaa ajaluhum la yastakdimuna sa'atan wala yastaakhirun, kama alivyosema pengine, utakapofika muda wa kila kitu hakuna kuongezea wala kupunguza. Hakuna kwa kama Changwa huyu akiwa anachezesha mpira, akishakula rushwa anaangalia ile timu iliyompa rushwa kubwa imefungwa, basi ataongeza dakika 10. Aziishi hizo 10 mpaka wale waliompa hela ashinde. Na kama imeshinda ongeze dakika hata moja. Mungu hana hivyo. Kapanga kila kitu na muda wake. Muda wako ukifika uongezewi hata sekunde moja. Na uwezi kufa
ikapunguzwa sekunde hata moja. Kwa hiyo hakuna ziada wala nukswan katika muda. Tumeelewana jamani eh? Hata ukisikia mtu kafa kwa kuuliwa, muda wake ulifika. Ile ni sababu tu. Nini unachokisoma hapa? Nenda katumie muda wako vizuri. Usipoteze muda wako katika mambo yako. Leo balaa tulokuwa nalo, tunapoteza muda. Yaani kitu ambacho kwetu sisi hatukithamini ni muda. Hatuthamini muda kabisa. Kitu ambacho mimi kinaniuma sana, kinaniudhi kupita kiasi. Unaidiana na mtu njoo saa 2:30, anakuja saa 3:30. Tutakaa hapa tunasoma darasa yetu mpaka saa 11:30, tutasoma mpaka saa 12. Hakuna. Usiuchezee muda wako na wala usichezee muda wa wenzio, kwa sababu hakuna badili ya muda. Hakuna jamani, hakuna badala ya muda. Hakuna. Vitu vingine vyote unaweza kupata instead by that, kwamba hiki badala yake ni, lakini muda hakuna. Badali yake kwamba nimeandikiwa niishi miaka 60, basi nitapewa 61 baadaye. Mwenyezi Mungu atujalie tuchunge vizuri muda wetu. Na ndio maana tunasema siku zote, moja katika nafaha alizotupa Mwenyezi Mungu ni muda wetu. Akatujazia vitu vingi kwa mapenzi tu, kwa tujua kwamba sisi hatuwezi kuchunga muda wetu, akatuletea mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndani yake kuna usiku mmoja zaidi ya miaka 83, 80 na kitu. Kwa kujua hawa atachezea muda, chukueni Lailatul Qadr. Na vile vile Lailatul Qadr yenyewe hatuitumii. Kaificha. Sisi tunangoja 27, kumbe jana. Umeona eh? Yaani hii sasa na umeingia darasani, mwalimu anakuambieni tutatoa mtihani kwenye kitabu hiki, nendeni mkatwalie huku. Tena kwenye kitabu hiki hizi karatasi 10 za mwisho, maswali yatatoka huku. Alafu unamuuliza mwalimu, kuanzia ukurasa wangapi mpaka wangapi? Wewe bwege, soma zote tu hizi. Likitokea swali limeangukia utapata. Sawa? Sisi tutangoja 27 jana. Na dalili ya Lailatul Qadr, ikipita Lailatul Qadr siku ya pili kuna mvua. Imekuja ijaje? Mliolala jana, Mwenyezi Mungu atuwekee Lailatul Qadr mbele. Tumeelewana? Haya, tunamaliza wa inna kathiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, na hakika wengi katika watu ni wenye kukanusha mkutano na Mola wao. Jamani, tutakuwa na mkutano na Mungu. Tutakuwa na mkutano na, manake tutakutana na Mola wetu. Iwe itakavyokuwa, mwisho wa siku sisi tutakutana na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuuliza na kutuhukumu. Mbaya sana hiyo. Tunasahau. Sasa wa inna kathiran minan nas, watu wengi wachache sana ndio wanahakikisha kwamba iko siku tutakutana na Mola. Na ukitaka kumjua anayekubali kwamba iko siku atakutana na Mola wake, si mwingine ni yule ambaye kwamba anaishi kwa vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anavifanya vyote ambavyo Mungu anavitaka na anaviepuka vile vyote ambavyo Mwenyezi Mungu havitaki. Kuswali, anaswali kila siku. Kila siku anaswali. Hangojei Ramadhani mpaka Ramadhani. Kila siku. Kwa sababu Mungu anamtaka mtu aswali masaa 24 ndani ya umri wake wote. Kwa mwaka mmoja apate swala 1800. Swala 1800. Uhakikishe umeswali swala za faradhi 1800 ndani ya miezi 12. Tena huo ni ule mwaka mfupi. Mwaka mrefu ni swala 1825. Usipofanya hivyo, wa inna kathira minan nasi biliqa'i rabbihim lakadhibun. Mmoja aliwahi kusema bora useme Mungu yupo, kisha ukienda kule ikawa hujaonana naye, kuliko kusema hayupo kisha unamkuta anakungoja. Sisi tusiwe katika hawa wengi, bali tuwe katika wachache. Sawa sawa? Wachache ni wapi?
ni wale ambao kwamba wanahakikisha siku moja watakutana na Mola wao subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya maswali. Sawa. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatu alladhina, ndio kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anafungua mlango wa utalii, anafungua mlango wa ile wizara ya utalii imetokana na aya hizi, ziko nyingi. Afalam yasiru fasiru fil ardi, unatakiwa wewe utembee, usikae tu, tembea. Anzia kuwa na utalii wa ndani na utalii wa nje. Umezaliwa Dar es Salaam, lakini usibaki Dar es Salaam tu, nenda kaangalie Tanga kukoje, Iringa, Mbeya kukoje, Mwanza, Simiyu kukoje, Kilwa, Lindi, Mtwara kukoje, Zanzibar, Pemba kukoje, Songea. Weka hela siku moja za kwenda kusafiri ukaangalie maisha ya watu. Fasafir tagharabu anil awtani fi talabil ula fa fil asfari khamsu fawaid: tafarruju hammin wa iktisabu maisha wa ilmu wa adabu wa suhbatu majid. Safiri kidogo huko South Africa, kidogo huko Lusaka, huko Mozambiki, huko Dubai, unasikia sana Maka, Madina. Fasiru fil ardh. Sawa. Kisiju, nenda kaangalia huko kwetu Kisiju. Imam Shafi anasema usiwe kama nini, kuwa kama maji. Maji yakituama yanaoza, lakini yakisafiri yanasafisha na kusafika. Kwa hiyo watu wengi leo wamekuwa washamba kwa sababu wasafiri. Moja katika asbabu za ushamba ni kutosafiri. Moja katika asbabu za ushamba. Tumbuta mtu vipi huyu? Yaani akili yake ifunguki, hajasafiri. Miu ukaone watu lugha zake. Imam Shafi anasema safiri, katika kusafiri kuna faida 5. Ya kwanza, tafarruju ham, kuondosha stress, wa iktisabu maisha, kuchuma, wa ilm, na kusoma, wa adab, na kuona culture za watu, wa suhbatu majid, na utapata urafiki, marafiki. Una rafiki Dubai, South Africa, Mozambiki, Omani, tuseme ni inshallah. Uwezi ukajikuta umesafiri kama hujaweka mpango wa kusafiri. Jambo hili wanafanya wazungu. Mzungu tangu kazaliwa baba yake anamwekea akaunti yake ya safari, na ndio maana tunaona kila siku wanakuja huko, ile akaunti imewekwa siku nyingi. Na wewe mwekee mtoto wako akaunti ya safari. Siku moja nikutana na nani jina lake mwenye tumekutana baharini Mafia huko, nikamwambia unafanya nini? Wakasema mimi nakaa huko siku hizi. Nilikupenda sana siku ile kuliko kukaa tu hapa kichangani, unakaa hapa unakuwa na akili mgando. Sasa hivi uko wapi? Umerudi? Uondoke tena nyumbani, lakini unaondoka, unatoka unarudi, unatoka. Zur ghibban tazdadu hubban. Basi nenda rudi, nenda rudi, watu watakupenda. Ukikaa tu moja kwa moja ukiwakalia watu wanakuchoka. Sasa huyu babu naye vipi, afi? Lakini nenda wakumisi. Mmisi kweli kweli. Watu hawakumisi kila siku kitokea na ndevu zako. Watu wakumisi kidogo. Utaki kumisiwa. Uislamu bwana dini nzuri sana. Toka. Sasa Mwenyezi Mungu anafungua mlango wa utafiti na utalii. Anasemaje? Awalam yasiru fil ard, hawasafiri duniani. Al ardh bi maana wasafiri duniani. Sawa, lakini hapa kusafiri kwa malengo. Fayanduru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim, wa ili waone wale waliokuwa kabla yao, wakawatizame namna ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao, namna ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla. Nendeni mkasafiri, mtaona mwisho wa watu walioishi kabla yetu sisi, mwisho wao ulikuwa namna gani. Anasema Mungu, kanu ashadda minhum quwwa, walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao. Kuna mijitu Mwenyezi Mungu ameiumba ilikuwa ina nguvu zaidi kuliko sisi. Wana nguvu, wana jeshi kubwa.
lakini yeye mwenyewe nguvu zake za jismi na badani si za kawaida. Watu zamani wamejenga hawakuhitajia winch na clean wala matololi, vidole vyao ndio viliweza kuponda na kukata mawe, wakajenga majumba makubwa makubwa. Sawa, nendeni mkawatizame hao, maki mtapata historia. Nenda mfano kama hapo Misri tu, ukaone zile ahram za kule Gaza, mnaita pyramids, ukaambiwa hizi zimejengwa miaka haijulikani na hazikujengwa na clean aina yote. Nenda kaangalia, katizame pyramids zile 3. Mimi nimeenda mpaka pale, alafu naambiwa tofali moja la lile jumba ndio tofali moja linatoka nguzo hii mpaka hii ndio moja tofali. Watu walikuwa nabeba hilo wanakwenda nalo juu. Nyie hapo mnabeba watu wangapi tofali hilo? Wote na amliwezi. Haya, wa atharu al-ardh, na walilima ardhi, wa amaruha, na wakaimarisha, yani wakaistawisha ile ardhi, akthara mimma amaruha, zaidi ya walivyoimarisha wao. Yani hapa Mwenyezi Mungu anatuambia watu waliisarifu ardhi kwa kuilima na kuitumia zaidi tulivyoifanya sisi. Wao waliitumia vizuri zaidi. Hata ukiliona jumba la gorofa ngapi sijui, watu walifanya majumba makubwa zaidi hayo. Sawa, lakini wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na mitume yao iliwaletea dalili za waziwazi, na mitume yao iliwaletea dalili za waziwazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, hakuwa Mwenyezi Mungu ni wenye kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa wanajidhulumu wao wenyewe, walijidhulumu wao wenyewe, Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Ndio anasema thumma kana akibata alladhina asau su'a, kisha ukawa mwisho wa wale waliofanya vibaya, kisha ukawa mwisho wa wale waliofanya vibaya. Mwisho wao ulikuwa nini? Ankadhabu biayati llah, kuzikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu, wakamkufuru, wakanu biha yastahziun, na wakawa wanazicheza shere na kuzifanyia mzaha. Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Sisi tuzishike aya za Mwenyezi Mungu, tuende nazo. Wama arsalna min ayatin illa takhwifa. Mungu anasema hatuleti hizi aya isipokuwa kuwahofisha watu. Kwa hiyo tukhofike na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zituweke katika sehemu ambayo yeye Mungu anataka. Wallahu wa rasuluhu alam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Sisi tumetekeleza tu kwa amri za mashaka zetu waliotuambia kidogo tunachokijua, na sisi tukifisha kwa wenzetu. Allah Mwenyezi Mungu ajalie sote haya tuliwafanyia kazi, japokuwa tumeona burudani kidogo tuliyasoma, lakini twendeni tukayafanyie kazi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'u, Rabbi fakina wa faki alana, wa karabatin lana fi dinina, ma alil kutri utha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqin kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, نهض بالخير ونفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل وأكرنا بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، وفر سر أنت كرم ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى صاحب المسابيق الغرر، عالم سري وآفا، مستجيب الدعوة،
Rabbi fahimna uluma birasulillah wahalul lana almushkila. Nawakumbusha, mkija msikitini msisahau kutia nia ya itikafu. Msisahau kutia nia ya itikafu. Moja katika faida hizo, yani ukiingia tu pale msikitini sema nimekusudia kukaa itikafu. Hivyo hivyo tu ndani ya moyo wako pitisha. Itikafu sio dua Kuna watu wengi wanajua itikafu ni kama nitakusomea itikafu. Itikafu ni kubaki msikitini, hakuna kumsomea mtu itikafu.